tukio la wizi kwa njia ya mtandao ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linamshikilia mtu ambaye anaitwa Kapina Mabula Nyanda. Huyu ana umri wa miaka 32 na ni mfanyabiashara mkazi wa Ilalila, wilaya Ilemela, na anashikiliwa kwa kosa la wizi kwa njia ya mtandao. Ni kwamba siku ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 2 za asubuhi katika hospitali ya kanda ya Bugando, Musa Runyaraja Kigwali mwenye umri wa miaka 54, mkulima na mkazi wa Bukoba mkoani Kagera, aliibiwa fedha zake kwa kuhamishiwa kwenye simu yake kwa njia ya mtandao na mtu aliyeomba kutumia simu yake ili aweze kuwasiliana na ndugu zake akiwa hapo hospitali. Baada ya kupewa simu, mtuhumiwa huyo alimshawishi muhanga kuwa mtandao aliokuwa akitumia ulikuwa na ujumbe mfupi ulioingia ukimtaka ajiunge na kifurushi cha ofa. Mtuhumiwa alitumia fursa hiyo kujihamishia fedha kiasi cha shilingi milioni 1 kwenda kwenye namba ya simu yake kwa njia ambazo sio halali. Baada ya taarifa hizo kuripotiwa kituo cha polisi, uchunguzi ulifanyika kupitia kamera za CCTV zilizofungwa katika hospitali ya Bugando, ambapo mtuhumiwa aliweza kutambuliwa kwa sura, kimo na muonekano wake, na jeshi la polisi lilianzisha msako wa kumtafuta mtuhumiwa huyo popote pale alipo ili akamatwe na kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Ilipofika tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya asubuhi, askari wa jeshi la polisi waliweza kumkamata huyo mtuhumiwa akiwa katika eneo hilo hilo la hospitali ya rufaa ya Bugando, na wakati huo anakamatwa alikutwa katika harakati za kumpora mtu mwingine ambaye alikuwa amefika katika hospitali hiyo kwa ajili ya kumuona mgonjwa. Kwa hiyo askari wa jeshi la polisi ndipo wakaweza kumtia mbaroni na hivyo kusababisha tukio hilo ambalo alikuwa akalifanye asiweze kulitekeleza. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi linawaomba wahanga wa matukio hayo kufika katika kituo cha polisi kati wilaya Nyamagana kwa ajili ya kumtambua huyo mtuhumiwa, kwa sababu na mashaka huenda ameibia watu wengi kwa mtindo huo. Kwa hiyo wale watu wote walioibiwa tunawashauri wafike katika kituo cha polisi ili uchunguzi wa mashauri yao uweze kuendelea, ikiwa ni pamoja na kumtambua huyo mhalifu.